Yapo majina ya wachekeshaji wengi waliowahi kutikisa dunia, lakini jina la Charlie Chaplin linasimama peke yake. Charlie Chaplin jina lake kamili ni Sir Charles Spencer. Alizaliwa tarehe 16 Aprili ile ya mwaka 1989 katika mji wa London, Uingereza. Alizaliwa katika familia ya wasanii wa jukwaa. Baba yake Charles Chaplin alikuwa ni mwimbaji wa muziki ya jukwaani, huku mama yake Hayana Chaplin akiwa ni mwigizaji na mwimbaji pia. Licha ya wazazi wake kuwa wasanii, maisha ya Charlie Chaplin hayakuwa ya furaha. Wazazi wake walitengana mapema na baba yake alikuwa ni mlevi wa kupindukia. Jambo hili lilisababisha kifo chake na Charlie akiwa bado mdogo sana. Baada ya baba yake kufariki, hali ya maisha ilizidi kuwa mbaya. Mama yake Charlie alipata ugonjwa wa akili, yani mental illness. Ugonjwa huu ulimfanya ashindwe kufanya kazi mara kwa mara. Kutokana na hali hiyo, Charlie Chaplin na kaka yake Sydney Chaplin waliishi kwenye workhouse, yani makazi ya watoto maskini. Hapa walikosa chakula mara nyingi, walikosa upendo na usalama wa familia. Utoto huu wa mateso ulimjenga Charlie Chaplin kuwa mtoto mwenye huruma kubwa kwa maskini wenzie, na baadaye hisia hizi zilijitokeza kwenye filamu zake baada ya kupata nafasi ya kuigiza. Kwa sababu ya umaskini, Charlie Chaplin alianza kufanya kazi akiwa bado mdogo sana. Hebu fikiria, akiwa na umri wa miaka 5 tu alianza kuonekana jukwaani huku akitumbuiza. Aligundua mapema kuwa kicheko kinaweza kununua chakula. Akiwa kijana alijiunga na vikundi vya maigizo ya jukwaani na hatimaye alipata nafasi kubwa ya kujiunga na kikundi cha Fred Kalino, maarufu sana kwa wakati huo. Kupitia kikundi cha Fred Kalino, Charlie Chaplin alifungua ukurasa mpya na baadaye alisafiri nje ya Uingereza hadi kufika nchini Marekani. Huko Marekani, watayarishaji wa filamu walivutiwa sana na ucheshi wake na matendo, pia uwezo wake wa kutumia mwili na sura wakati wa kuwasilisha hisia. Mnamo mwaka 1914, Charlie Chaplin aliingia rasmi kwenye tasnia ya filamu za kimya kimya, yani silent film. Hapa ndipo alipozaliwa muhusika zaidi duniani, Charlie Chaplin. Kupitia movie yake ya The Tramp, alionekana kama mtu maskini mwenye moyo mwema aliyevaa kofia ndogo, fimbo na viatu vikubwa. The Tramp ilimpa kioo cha maisha yake mwenyewe. Kupitia The Tramp, Charlie aliweza kuchekesha, kutoa ujumbe mzito kwa jamii, kuigusa mioyo ya watu wote duniani. Umaarufu wake ulianza kulipuka baada ya movie ya The Tramp. Lakini Charlie hakufanikiwa tu kama mwigizaji, bali pia mkurugenzi, mwandishi wa filamu, mtayarishaji wa filamu, mtunzi wa muziki na filamu zake mwenyewe. Filamu zake zilizompa maarufu ni pamoja na The Kid ile ya mwaka 1921, City Lights ile ya mwaka 1931, Modern Times ile ya mwaka 1936, The Great Dictator ile ya mwaka 1940. Filamu ya The Great Dictator ilikuwa ni ya kihistoria kwa sababu ilimkosoa waziwazi Adolf Hitler, ilipinga udikteta na ukandamizaji pia. Hii ilionyesha ujasiri mkubwa wa kisanii. Lakini nje ya sanaa, Charlie Chaplin alikuwa ni mtu mwenye msimamo wa kisiasa, mtetezi wa haki za binadamu, mkosoaji wa mifumo ya udhalimu. Lakini kwa msimamo huu ulimletea matatizo makubwa, hasa wakati yupo Marekani, ambapo alituhumiwa kwa msimamo wa kisiasa. Alifukuzwa mchini humo kipindi cha vita baridi. Jambo la kushangaza ni kwamba Charlie Chaplin, licha ya kuwa mchekeshaji mkubwa, ndoa zake hazikudumu. Charlie Chaplin alioa mara kadhaa na maisha yake yalikuwa yenye mapenzi yenye changamoto sana. Ndoa ya mwisho alioana na mwanadada mrembo Oana Onaeli. Ndoa hii ndiyo ndoa iliyokuwa ya amani, ya upendo mkubwa, ilimpa watoto na utulivu wa maisha. Hii ndiyo ndoa iliyompa furaha ya kweli hadi mwisho wa maisha yake. Baada ya kufukuzwa Marekani, Charlie Chaplin alichukua hatua kuelekea Uswizi, na huko aliishi kwa utulivu, kutafakari maisha, kukaa na familia pia. Charlie Chaplin alifariki tarehe 25 Disemba ya mwaka 1977 akiwa na umri wa miaka 88. Alifariki kama legend, shujaa wa sanaa, mtu aliyebadilisha historia ya filamu pia. Maisha ya Charlie Chaplin yanatufundisha kwamba maumivu yanaweza kuwa mbegu ya mafanikio, umaskini hauzuii ndoto, na sanaa inaweza kubadilisha maisha. Jina langu naitwa Paul Kanuti.
kijana wa Storika. Usisahau kusubscribe, comment, like na kushare. Tukutane kwenye makala nyingine.